Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Julius Elisha. Kwa majira haya nataka tukajifunze somo moja linaitwa madhara ya dhambi. Somo letu la wakati huu linaitwa madhara ya dhambi. Kwanza kabisa tupate kujua dhambi ni kitu gani. Dhambi ni kitu gani? Utambulisho wa dhambi unapatikana katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 4. Nasema kila atendaye dhambi fanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo tunapata kujua kwamba dhambi ni uasi. Uasi juu ya nini? Dhambi ni uasi juu ya sheria ya Mungu. Dhambi ni uasi juu ya maelekezo yanayotokana na neno la Mungu. Kila mtu ambaye anaishi nje ya maelekezo ya Mungu anafanya dhambi. Kila mtu ambaye anafanya jambo lolote ambalo ni kinyume na neno la Mungu, kinyume na maelekezo ya wakati huo ya neno la Mungu, anafanya uasi, anafanya dhambi. Mwanadamu wa kwanza aitwaye Adamu alielekezwa na Mungu ya kwamba asile tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Lakini alipotokea nyoka akamdanganya Hawa, wakala ile tunda, ilikuwa ni uasi juu ya maelekezo ya Mungu. Na ile dhambi iliwafanya wafukuzwe na Mungu kutoka katika bustani ya Edeni kwa sababu tu wameshindwa kutii maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo kushindwa kutii maelekezo ya Mungu au kufanya chochote ambacho ni nje na maelekezo ya Mungu ni kufanya dhambi, ni kufanya uasi, na ni kujitoa kutoka kwenye ufalme wa Mungu, kujitoa kutoka kwenye bustani ambayo Mungu amekuweka. Siku zote Mungu anatupenda. Siku zote Mungu alipotuumba alianza kwa kutuweka kwenye bustani. Ametuweka kwenye mahali ambapo pana ustawi. Kwanza anza ukizingatia vizuri utagundua Mungu aliumba dunia, akaumba vitu vyote, akaumba miti, akaumba anga, akaumba maji, akaumba vitu vyote, akaweka mazingira ambayo yanafaa, yanapendeza. Baada ya hapo akaweka bustani katika upande ule wa mashariki. Alipoweka bustani, akamuumba mwanadamu, akamweka katika bustani. Kwa katika mahali kote Mungu akamweka mwanadamu katika the favorable place, mahali ambapo pana pazuri, mahali ambapo panafaa, mahali ambapo yani mwanadamu hahitaji kuhangaika, kazi yake ni kutunza ile bustani. Kwa mwanadamu akawekwa kwenye bustani ya Edeni. Lakini dhambi ndio ilimtoa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Kwa tunaona kwamba dhambi au kushindwa kutii maelekezo ya Mungu kunakutoa kutoka kwenye ule ustawi ambao Mungu alikuwa amekusudia, kunakutoa kwenye mema ambao Mungu alikuwa amekuwekea. Kwa hiyo sasa nataka tuone madhara kadhaa ya dhambi sawa sawa na neno la Mungu. Yafuatayo ni madhara ambayo dhambi inaweza kukusababishia kama mtu wa Mungu. Aidha ulikuwa umeokoka tangu mwanzo, au ulikuwa hujawahi kuokoka, au ulikuwa hujawahi kumpokea Kristo, au uko na dini yako, whatever the case, lakini dhambi madhara yake yanakupata ukiwa popote. Jambo la kwanza, kutenda dhambi kuna kufanya kuwa wa ibilisi. Yaani ukifanya dhambi unakuwa milki ya shetani, milki ya ibilisi, pamoja na kuwa mwana wa ibilisi. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 8, Mungu anasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo kutenda dhambi kuna kufanya wewe kuwa milki ya ibilisi. Adamu alipotenda dhambi tangu mwanzo, shetani alikuwa analenga kwamba amnyang'anye ufalme, amnyang'anye mamlaka, ili amfanye kuwa milki yake. Yaani wewe unakuwa kwenye mikono ya shetani. Kutenda dhambi kuna kutoa kwenye mikono ya Mungu, kuna kufanya kuwa katika mikono ya shetani. Kwa unapoendelea kutenda dhambi, unaendelea kumfanya ibilisi kuwa mmiliki halali wa maisha yako, kuwa mmiliki halali wa biashara yako, kuwa mmiliki halali wa ndoa yako, kuwa mmiliki halali wa uchumi wako. Shetani anakuwa mmiliki wa halali wa mwili wako, wa afya yako. Shetani anakuwa mmiliki wa halali wa kila kitu ambacho ni cha kwako. Kwa hiyo sasa unamruhusu akuone
unamruhusu akutese, unamruhusu akuburuze, unaruhusu mabaya akupate, unaruhusu uharibifu. Kwa sababu gani? Umekuwa mmiliki wa shetani. Lakini jambo lingine ambalo nimesema hapo, unakuwa mwana wa ibilisi. Kutenda dhambi ni kama unakuwa umezaliwa katika familia ya ibilisi. Yaani wewe unakuwa uzao wa shetani, kwa sababu shetani anakuwa baba yako. Kwa nini? Kwa sababu ubaba katika roho ni ule uwezo wa kutoa matokeo, uwezo wa kutenda kile ambacho baba yako anakitenda. Kwa hiyo ukianza kutenda dhambi unakuwa mwana wa ibilisi. Kitabu cha Yohana sura 3:44, ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Kwa hiyo tutakujua wewe ni mwana wa nani kwa kuangalia unatenda nini. Kama unapenda kutenda dhambi, unazipenda tamaa za duniani, unapenda tamaa ambazo tunaita tamaa za ujana, wewe bila shaka tunajua kwamba wewe umejimilikisha kuwa mwana wa ibilisi. Umekubali uzaliwe katika familia ya ibilisi na baba yako ni ibilisi, kwa sababu umeamua kuzitenda kazi zake. Kwa kazi unazozitenda ndio zinakutambulisha kwa wewe ni mwana wa nani. Tunaona kuna mahali kitabu cha Mathayo sura 4, shetani alimjaribu Yesu akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mikate. Yesu hakutii lile neno, ijapokuwa alikuwa na uwezo wa kubadili mawe yawe mikate. Lakini ni nani aliyekuamuru kutenda? Yaani unafanya jambo kutokea kwenye sauti ya nani? Ukifanya jambo kutokea kwenye sauti ya Mungu, unakuwa mwana wa Mungu. Ukifanya jambo kutokea kwenye sauti ya shetani nyuma yake, unakuwa mwana wa ibilisi. Kwa hiyo ile sauti iliyoko nyuma ya kile unachokifanya ndio inaamua wewe ni mwana wa nani, inaamua wewe miliki wa nani. Kwa hiyo Yesu hakutii sauti ya shetani, na ndio maana Yesu alimshinda ibilisi, alimshinda kwa kazi yake msalabani ili kuja kutuokoa sisi, kwa sababu ilikuwa ni mwana wa Mungu na kila aliyolifanya alifanya kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba Yesu hakutenda neno lolote isipokuwa alimwangalia Baba analofanya. Sema mimi sitendi neno lolote isipokuwa lile ambalo nimemwona Baba akilitenda. Kwa wewe unayoyafanya bila shaka ndani yako kuna visibility, kuna kitu umekiona ndani yako ndio kinakusukuma kufanya. Kwa kama ndani yako unaona dhambi inakusukuma kuifanya, unaitoa nje kama maneno matukano, maneno ya uongo, unafanya dhambi. Yaani yale unayoyatoa nje ni matunda, ni matokeo ya ujazo ulioko ndani yako. Kama ndani yako umejaa shetani, nje bila shaka utatoa shetani. Yaani utatoa dhambi, utafanya uharibifu, uchafu. Kwa yale unayoyatoa nje yanatuonesha kama wewe ni mwana wa nani, au ndani yako wewe umebeba uzao wa nani. Jambo lingine la pili ambalo ni matokeo ya dhambi, kutenda dhambi kuna kusababishia mauti. Kufanya dhambi kuna kufanya upatwe na umauti. Jambo la mauti ya kwanza ambalo unaipata inapatikana katika kitabu cha Ezekiel sura ya 18 mstari wa 20. Mungu anasema kila roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Tunamwona Adamu aliambiwa na Mungu, ukila matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya hakika mtakufa. Lakini walipokula yale matunda hawakufa saa ile kwa namna ya nje. Walionekana kama wanaendelea kuishi miaka zaidi ya miaka 800 900. Kwa Adamu aliendelea kuishi miaka hiyo mingi, lakini aliendelea kuishi katika umauti. Aliendelea kuwa mauti inayotembea. Ndugu yangu, kama unatenda dhambi, roho yako inakuwa imekufa. Roho yako inakuwa haina ushirika na Mungu. Roho yako inakuwa inaondolewa kwenye nafasi ya uhai, nafasi ya uzima wa Mungu. Inaondolewa kwenye ile asili ya Mungu ambayo Mungu alikuumba nayo. Inaondolewa kwenye ile peculiarity, unatoka kwenye ile sura ya Mungu na ule mfano wa Mungu. Huko ndio kufa. Yaani unatoka kwenye ule utukufu wa Mungu, ile nguvu ambayo Mungu alikuwa amekuumba nayo, ile mamlaka ambayo Mungu alikuwa amekupa inaondoka. Kwa nini? Kwa sababu roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kwa ukifa katika roho yako, kitu kingine kinachokufa, akili ya kiungu inaondoka kwenye maisha yako. Kitabu cha Ayubu sura 32 mstari wa 8, lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi za Mwenyezi huwapa akili.
Kwa akili ya Mungu inaondoka, akili ya kumcha Mungu inaondoka, akili ya kuona fursa inaondoka, akili ya kufanya vitu vya maana ambavyo vinampendeza Mungu inaondoka, akili ambayo ina make sense inaondoka. Kwa ndio maana unakutana na mtu anafanya vitu vya ajabu. Unakutana na mwanaume mzima kabisa, unakutana analala na vibinti vidogo, anafanya mambo yasiyofaa, anakula rushwa. Yaani unakuta mtu anafanya mambo ambayo hata mtu mwingine wa mtoto mdogo hawezi kuyafanya. Kwa nini? Kwa sababu ile dhambi inaenda ina corrupt, inaharibu mfumo wa kufikiri, mfumo wa akili. Lakini Ayubu 33:4, roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi unipa uhai. Kwa uhai wa Mungu unaondoka kwa maisha yako. Uhai wa Mungu unapoondoka kwa maisha yako, au uhai wa roho yako unapoondoka, roho yako inapokuwa imekufa, itasababisha mauti ya nafsi. Inaposababisha mauti ya nafsi, inamfanya mtu anakuwa na hofu ya mauti. Na mtu anakuwa anaishi kwenye hofu, anakuwa anaishi kwenye mashaka. Ikifika usiku, anakuwa na wasiwasi. Usiku anaota anakimbizwa, anaota mavitu ya ajabu. Nafsi yake inakuwa inaweza kubebwa na wachawi. Anaanza kuota anaota anabebwa na watu wasiowajua, anaota anakula vitu visivyofaa. Anaanza kuota mandoto ya ajabu. Yaani maisha yake yanakuwa kwenye wasiwasi. Anakosa ile amani itokao kwa Mungu. Kwa maisha yake yanakuwa yani hakuna amani kabisa. Lakini jambo lingine, mauti ya kimwili pia inaweza kumpata mtu huyu. Manake huyu mtu anaweza kupata na mabaya, anaweza kupata ajali, anaweza akaumwa, akaugua, akafa ghafla. Unakuta mtu anakufa akiwa kijana, akiwa mtoto. Mauti inaweza kumpata, mauti ya kimwili kabisa. Kwa nini? Kwa sababu uhai wa Mungu, ulinzi wa Mungu umeondoka, uzima wa Mungu umeondoka, afya ya kiungu inaondoka. Kwa hiyo kutenda dhambi kunafungulia mlango wa mauti ya kazi, kunafungulia mlango wa mauti ya biashara yako, kunafungulia mlango wa mauti ya ndoa, kunafungulia mlango wa mauti ya mahusiano, kunafungulia mlango wa mauti ya uongozi, kunafungulia mlango wa mauti ya taasisi. Afya yako inakuwa afya mgogoro, bora wa kiungu unaondoka, integrity, uaminifu wa Mungu unaondoka, unapotea. Kunatokea mambo kama vile kusalitiana, kuumizana, kuachana, mambo ambayo yanasababisha mafarakano ya kifamilia, mambo kama watoto yatima na watoto wa mitaani wanaanza kutokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile dhambi inapoingia inaharibu mfumo mzuri wa maisha ambao uliletwa na Mungu. Inaintroduce vitu visivyofaa, inaleta mambo ambayo yanakuja kuharibu mfumo wa kawaida wa maisha ya binadamu. Kwa Mungu, kwa mfano kwenye eneo la ndoa, Mungu alikuwa amekusudia kwamba tendo la ndoa liwe ni takatifu, liwaburudishe kati ya mume na mke wakiwa kwenye ndoa, na liwe sababu ya kutransfer baraka, liwe sababu ya kuleta umoja kwenye ndoa. Lakini shetani amewafanya vijana wengi au hata wengine watu wazima kabisa wapende kufanya tendo la ndoa nje ya ndoa ili kuweza kuharibu, kwa sababu hicho ni kitu kitakatifu kwa Bwana, na kitu ambacho ukikifanya katika mazingira sahihi unapata baraka za Mungu nyingi sana. Lakini ukifanya nje ya mahali pake unasababisha uharibifu mkubwa sana, kwa sababu Paulo anasema kwamba roho yani wewe nafsi yako ukiungwa, yani ukifanya zinaa pamoja na masharati, nafsi yako inaungwa naye, yani wewe unakuwa roho moja na yeye. Kwa hiyo inakusababishia matatizo makubwa ya kurithi uharibifu, ya kurithi mambo mabaya, ya kurithi laana, ya kurithi matatizo kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo shetani kazi yake huwa ni kuja kuharibu kile kizuri ambacho Mungu alikuwa amekitengeneza. Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha haujihusishi na dhambi za namna hiyo. Jambo lingine nataka nikuoneshe, jambo lingine la tatu ambalo nimeandika hapa, ambalo dhambi inasababisha ni dhambi inaondoa utukufu wa Mungu. Katika kitabu cha Warumi sura 3 mstari 23, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unapoondoka kwenye maisha yako, inawezekana ulikuwa umeokoka, ulikuwa hata unahudumu kabisa, ulikuwa unafanya huduma, ulikuwa unaimba, ulikuwa unahubiri neno la Mungu, lakini ukianza kufanya dhambi, ule utukufu wa Mungu ambao ulikuwa unakusaidia wewe kufanya ministry, ulikuwa unakusaidia wewe kuhudumu watu wengine, ulikuwa unakusaidia wewe kuzifanya kazi za Mungu, kufanya ishara, maajabu, miujiza, ule utukufu wa Mungu unaondoka, unaanza kubaki mwenyewe peke yako.
Unapoanza kubaki mwenyewe peke yako, unasababisha shetani aipige kazi yako, asipige kazi zako, akupige kwa magonjwa, akupige kwa uharibifu. Kwa hiyo dhambi inaondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Jambo lingine, dhambi inakuondoa kwenye kusudi jema la Mungu. Dhambi inakuondoa kwenye kusudi jema la Mungu. Tuliona hapo mwanzoni, Mungu alimweka Adamu pamoja na mke wake Hawa kwenye bustani ya Edeni. Mungu alipotuumba ametuweka mahali ambapo tunastawi kirahisi, tunafanikiwa kirahisi, lakini unapoanza kufanya dhambi, unaruhusu magumu ya kupate, unaruhusu mambo ambayo yanakusababisha ufanikiwe kwa kuhangaika. Uhangaike kwa maisha yako, uanze kuona mambo ni magumu, mambo hayaendi. Kwa hiyo dhambi inakuondoa kwenye kusudi jema la Mungu na kuleta magumu kwenye maisha yako. Jambo lingine ambalo dhambi inafanya ni dhambi inakupeleka kwenye jehanamu ya moto. Kitabu cha Mathayo sura 7:23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa dhambi inakufanya ukataliwe na Mungu na kukupeleka kwenye jehanamu ya moto. Ni hatari sana kuendelea kutenda dhambi. Ni hatari sana unajua madhara ya dhambi lakini unaendelea. Ni hatari sana unaendelea na hiyo dhambi unasema huu ni udhaifu wangu. Kwa sababu gani? Ukiondoka duniani, madhara yake unaingia kwenye jehanamu ya moto. Mahali ambako jehanamu aliandaliwa shetani. Kitabu cha Mathayo 25:41, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele aliowekewa tayari nani? Ibilisi pamoja na malaika zake. Hakuna binadamu aliandaliwa kwa ajili ya moto wa milele. Lakini the moment tu umeamua na wewe kutenda dhambi, umeamua kuunga msafara ambao unaelekea kwenye jehanamu ya moto. Na hii ni hatari sana. Kwa mimi nakushauri uamue kuahirisha safari yako ya kwenda jehanamu ya moto, ugeuke ili upate wokovu, uanze safari ya kuingia kwenye uzima milele. Sasa nataka tuangalie jambo lingine, dawa ya dhambi. Dawa ya dhambi ni nini? Dawa ya dhambi ni kuzaliwa upya. Dawa ya dhambi ni kumpokea Bwana Yesu. Dawa ya dhambi ni kuzaliwa upya kwa njia ya kumpokea Kristo ili uwe na ushindi dhidi ya dhambi. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 1 mstari 23, sema kwa kuwa mmezaliwa mzaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Unapoamua kumpokea Yesu, unazaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Unapoliruhusu neno la Mungu liingie ndani yako, linarudisha uhai wa Mungu ndani yako, linakurudisha kuzaliwa upya tena kwa mbegu isiyoharibika. Mbegu nasema ambayo neno la Mungu linalodumu hata milele, lenye uzima. Kwa hiyo neno la Mungu limebeba uzima, neno la Mungu limebeba uhai, neno la Mungu linadumu hata milele. Kwa neno la Mungu ukiruhusu sasa likurekebishe, likurudishe kwenye mstari, linakupa uhai tena, linakupa uzima tena, linakurudisha na wewe unaanza kuwa unadumu hata milele. Linakurudisha kwenye kozi na kutoa kwenye njia ya mauti, linakurudisha kwenye njia ya uzima wa milele. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 3, Yohana wa 1 sura ya 3 mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kila mtu akizaliwa kutokana na Mungu hawezi kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kinachotokea ni kwamba Mungu anauchukua uzao wake, anakuingiza ndani yako. Kwa uzao wa Mungu ukishakuwa ndani yako, automatically wewe unakuwa ni mwana wa Mungu. Unapokuwa mwana wa Mungu katika roho, yale unayoyatenda yanakuwa yale yanayotokana na uzao ambao unakaa ndani yako. Kwa uzao ulioko ndani yako ndio unaamua kwamba wewe ufanye kitu gani. Kitabu cha Yohana wa kwanza tena sura ya 5 mstari wa 18, aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, wala mwovu hamgusi. Kwa kuzaliwa na Mungu kunakupa uwezo wa kushinda dhambi, kunakupa uwezo wa kuishi juu ya dhambi, kunakupa uwezo wa kushinda kila ushawishi wa dunia, kunakupa uwezo ndani yako wa kuweza kuishi kuichukia dhambi,
unakupa uwezo wa kuishinda dhambi. Kunakupa uwezo wa kuishi sawa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa ni mwana wa Mungu. Unakuwa unaishi kama Mungu. Unakuwa unaishi maisha matakatifu. Na inawezekana kabisa kuweza kushinda dhambi na kuishi maisha matakatifu. Zaburi 16 mstari wa 3. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Hao ndio ninaopendezwa nao. Kwa kumbe duniani kuna watu bwana ni watakatifu. Kuna watu duniani hawatendi dhambi na hao watu wanampendeza Mungu. Kwa kama wewe ulikuwa unajitia moyo kwamba haiwezekani, hata duniani wapo watakatifu, na neno la Mungu limethibitisha kwamba watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Hao ndio ninaopendezwa nao. Kwa Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Mungu anapendezwa na wale ambao wameamua kushinda dhambi. Mungu anapendezwa na watakatifu ambao wako duniani. Wao wameamua kuzaliwa upya. Wameamua kuzaliwa katika uzao wa Mungu. Nini ambacho uzao unafanya? Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, ninyi nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Kwanza nataka ujue haukombolewi kwa fedha, haukombolewi kwa dhahabu, haukombolewi kwa vitu. Hata ukiwa na fedha kiasi gani, hizo fedha zitakusaidia tu kuishi maisha ya kupata vitu vinavyopatikana katika dunia, ambavyo obvious sio vyote ni vibaya, lakini fedha, dhahabu na mali haziwezi kukuokoa, ila umeokolewa kwa damu ya Yesu ya thamani. Anasema ukiokolewa kwa damu ya thamani, unatolewa katika mwenendo usiofaa, ambao huo mwenendo usiofaa unatoka wapi? Unatoka kwa baba, unatoka kwa baba zenu. Tuliona hapo mwanzo, anayetenda dhambi baba yake ni Ibilisi. Kwa hiyo ukiamua kuzaliwa kwa kumpokea Kristo, baba yako anakuwa ni Mungu. Unakuwa uzao wa Mungu. Na ukishakuwa uzao wa Mungu, unakuwa automatically unaweza kuishi kutenda matendo mema, unaweza kuishi mwenendo mwema utokao kwa Mungu, kwa sababu baba yako anakuwa ni Mungu. Unakuwa na ushindi dhidi ya dhambi. Na hii inatokana na kumpokea Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo huwezi kushinda dhambi kwa kuwa na dini, huwezi kushinda dhambi kwa kuendelea kushikilia dini yako, kwa kuendelea kusali, kwa kuendelea kwenda kanisani, isipokuwa kwa njia moja tu ya kumwamini Kristo, ya kumpokea Kristo, kwa sababu yeye ndiye aliyekufa, aliyetoa damu. Neno Mungu linasema kwamba pasipo kumwaga damu hapana ondoleo. Kwa hiyo ondoleo la dhambi linakuja kwa kumwaga damu, ambapo kumwaga damu isiyo na hatia kulitolewa kwa njia ya Kristo Yesu. Kwa Yesu alipotoa damu yake ya thamani, ambaye alifanyika kuwa mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, Kristo Yesu, ndio tunapata kuondolewa, tunapata ondoleo la dhambi, ndio tunarudishwa kwenye uzao wa Mungu. Kwa hiyo tunarudishwa kwenye uzao wa Mungu kwa kumpokea Kristo. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, kwa sababu kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, vivyo hivyo kwa mtu mmoja haki inaingia ulimwenguni. Kwa mtu mmoja, mwanadamu mmoja Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, lakini kwa mwanadamu mmoja Yesu Kristo dhambi inaondoka ulimwenguni tena. Yaani inaondoka kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo ukimpokea Kristo anakurudisha kwenye uzima milele. Sasa nataka tuangalie ili ukimpokea Yesu unapata faida gani? Ziko faida nyingi sana za kumpokea Yesu. Faida za kumpokea Bwana Yesu, jambo la kwanza kama tulivyoona hapo, ushindi dhidi ya dhambi na uasi. Ushindi dhidi ya dhambi na uovu. Ukimpokea Yesu unapata ushindi dhidi ya dhambi. Jambo la kwanza ambalo Yesu analifanya, anakupa ushindi dhidi ya dhambi. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 hadi 23, nawe utazaa mwana, nawe utamwita Kristo, utamwita Yesu, kwa kuwa ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa wanadamu walikuwa tayari wana madhambi, wana mauovu, ambao waliyapata baada ya kumkosea Mungu. Lakini Yesu alizaliwa kwa kusudi kubwa moja la kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi, ili waweze kuzishinda dhambi. Kwa hiyo yuko mtu mmoja anaitwa Yesu, anaweza kukuokoa na dhambi. Kitabu cha Yohana sura 14 mstari 6, njia ya uzima milele, njia ya kumwendea Baba ni moja tu, ya kumpokea Bwana Yesu. Kwa hiyo kama ulikuwa na dini unajitia moyo, nikwambie ndugu yangu, hauko salama. Usalama wako ni kumkimbilia Bwana Yesu tu.
kumpokea Yesu. Uzima, jambo la pili, unapata uzima wa Mungu, unapata nuru ya Mungu. Kumpokea Yesu kuna kurejesha kwenye bustani ya Edeni. Kumpokea Yesu kuna kuleta kwenye akili bora, kuna kurejesha kwenye kusudi la Mungu, kuna kurejesha kwenye kufanikiwa kirahisi, kuna kurejesha kwenye ushindi dhidi ya chuma ulete. Kumpokea Bwana Yesu kuna kurejesha tena kwenye mema ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Kitabu cha Yohana, jambo lingine, neno la Mungu, kumpokea Bwana Yesu kuna kurejesha kwenye uhuru mbali na matatizo. Yohana sura 8 mstari wa 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo kumfuata Kristo ili akuzae upya, unapata nuru ya uzima. Hauendi gizani. Kwenda kwenye giza ni kwenda pasipo direction, pasipo maelekezo ya Mungu. Kwenda kwenye giza ni kwenda kwenye matatizo, pale ambapo huoni majibu, huoni njia, unatamani uende kwa waganga wa kienyeji. Mambo yanakutesa uelewe. Afya, mgogoro, matatizo ya familia, mnapigana, mume na mke mnapigana, mwelewani, watoto matabia ya ajabu, hamjui ametoka wapi. Hilo lote ni giza. Giza la kiuchumi, giza la kifamilia, giza la ndoa, giza la uchumi, giza la kazi, uelewe. Lakini Yesu anakuambia ukimfuata hautakwenda gizani kama, bali utakuwa na nuru ya uzima. Kwa nini sasa usiamue kumpokea Yesu? Na kualika sasa mpokee Bwana Yesu. Jambo lingine ambalo ukimpokea Yesu ambalo tuone kwanza kitabu cha Wakorintho wa 2:3-17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Sasa Roho wa Bwana unampataje? Roho wa Bwana unampata kwa kumpokea Yesu. Hakuna mtu anaweza kumpokea Roho wa Mungu na kipawa cha Mungu pasipo kumpokea Kristo. Kwa hiyo ukimpokea Bwana Yesu unapata kipawa cha Mungu, unapata Roho ya Mungu inakuja ndani yako, inakuhuisha, inakupa uhuru. Maisha murua, maisha safi kabisa. Kwa hiyo kuishi ndani ya Yesu unapata Roho ya Mungu. Jambo lingine ambalo alipata kwa kumpokea Yesu, unaanza kutembea kwenye msaada wa Mungu. Unaanza kutembea kwenye msaada utokao kwa Mungu. Matendo 26:22. Kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Bwana. Nimeupata msaada utokao kwa Mungu. Huwezi kupata msaada wa Mungu kama hujampokea Yesu. Ukimpokea Kristo, unaruhusu ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yako. Unaruhusu msaada uje kwenye maisha yako. Unaruhusu majeshi ya mbinguni yao upande wako. Unaruhusu malaika wa Bwana wawe kwenye maisha yako. Unaruhusu malaika wa Mungu waanze kukusaidia. Kwanza atakusaidia kukuosha, kukusafisha moyo wako, maisha yako yawe safi, lakini baada ya kuyasaidia maisha yako yaelekee kwenye uelekeo unaofaa. Kuyasaidia maisha yako yasihangaike, kuyasaidia maisha yako yaone mema. Biblia inasema kwamba wale waovu hawataona mema yatakapowajia, lakini wale ambao wamempokea Kristo wanapewa macho ya uzima, wanapewa nuru ambayo itawaongoza kwa maisha yao. Jambo lingine, unahamishwa kutoka kwenye giza, kwenye nguvu za giza, na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa mapendo la Mungu. Wakolosai 1:13. Naye alituokoa, akatuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akatuhamisha kutoka kwenye mateso ya wachawi, akatuhamisha kutoka kwenye kurogwa, akatuhamisha kwenye kuhangaika na kupiga ramli, anatuhamisha kutoka kwenye hofu ya mauti, anatuhamisha kutoka kwenye hofu ya kurogwa, anatuhamisha kutoka kwenye hofu ya wasomanyota, anatuhamisha kutoka kwenye hofu ya mafrimason, anatuhamisha kutoka kwenye hofu ya wengine ambao wanaenda kwa waganga labda kwenda kutulogea. Pana tunatolewa kwenye hizo nguvu, tunaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo la Mungu, ambako kila usultani unatii, kwa sababu Mungu anasema kwamba kila nafsi itapiga magoti mbele za Bwana Yesu. Kwa ukimpokea Yesu unakuwa juu ya kila ufalme, unaketishwa mahali pa juu sana, kwenye juu ya kila usultani, juu ya kila mamlaka, juu ya kila falme, unaketishwa kwenye kiti cha Bwana Yesu, upande mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa mamlaka. Unaona, unakuwa na mamlaka dhidi ya wachawi, dhidi ya nguvu zote za giza. Jambo lingine, anakubwa kuliko lote.
kuliko yote, uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana kwa kumpokea Yesu tu. Uzima wa milele unapatikana kwa kuokoka tu, kwa kuamua kumpokea Yesu na kuishi maisha matakatifu. Ukiamua kumpokea Yesu ndio unapata uzima wa milele. Kitabu cha Matendo sura 4:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Kwa hiyo kwa kumpokea Yesu unapata uzima wa milele, unapata jina ambalo kwa hilo unaokolewa na mauti, unaokolewa na jehanamu ya moto ujao. Kwa hiyo huna budi ndugu yangu, kama unapenda maisha yako, kuamua kumpokea Yesu, kumpa Yesu maisha yako. Huna budi ndugu yangu kuchukua hatua wakati huu na sahihi kumpokea Yesu, ili maisha yako yageuzwe, ili dhambi zako zifutwe, ili nyakati za kurudishwa zije kwa maisha yako, ili nyakati za kurudishwa ziamuliwe kwa maisha yako. Katika maisha haya Mungu ameamuru nyakati na majira mbalimbali kwenye maisha, lakini wale ambao wamempokea Yesu, Matendo 3:19, wao nyakati za kurudishwa ni kila siku. Yaani yaje mabaya, yaje mema, sio anasema siku ni nyakati ngumu, kila nyakati. Lakini wale waliompokea Yesu, wao hudumu kwenye nyakati za kurudishwa kila siku. Kwa hiyo na wewe kama unapenda kuishi kwenye nyakati za kurudishwa, nataka usali sala hii, nitakuongoza. Piga magoti ulipo hapo, au unaweza kufumba macho ukafuatisha sala hii, nami nitakuongoza na utakuwa umempokea Yesu, na nitakupatia namba, utanitafuta ili ya kwamba uendelee kukulia wokovu, uendelee kupata maziwa ya wokovu, ili maisha yako yafae, ili uweze kushinda dhambi, ili uweze kuishi maisha ya haki na utaua. Sasa kama tayari umeshajiandaa, fuatisha sala hii ili uweze kumpokea Yesu, ili upate njia ya uzima milele. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimeyatambua makosa yangu, nimetambua dhambi yangu, na nimeamua kuziacha. Nimeamua kuungama leo na kuiacha. Bwana Yesu, naomba nipokee. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu cha Shetani. Andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima cha mwana kondoo. Ninakubali kwamba Yesu ulikuja duniani, ukafa, na siku ya tatu ukafufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Ninakupokea Bwana, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakubali hivi leo uniongoze, unijaze Roho Mtakatifu tangu sasa na hata milele. Naamini haya katika jina la Yesu. Amen. Hongera kwa kumpokea Yesu. Hongera kwa kuwa kuzaliwa upya. Kama umeamua kufanya maamuzi haya, umeamua kufanya maamuzi ya maana sana ambayo hautajuta maisha yako yote, na Roho Mtakatifu atakuongoza na kusaidia. Nataka nikuombee kwa dakika moja, na Roho Mtakatifu atakujalia juu yako na atakuongoza na kusaidia, na maisha yako yatakuwa yamegeuka. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye ameamua kumpokea Yesu. Asante kwa ajili ya nafsi ambayo imeamua kugeuka leo. Ninaikabidhi kwenye mikono yako. Ninaomba neema ya kuendelea kuishi maisha matakatifu. Naomba neema ya kujazwa vipawa vya Roho Mtakatifu. Naomba neema ya kuongozwa na Roho Mtakatifu juu yako. Vifungo vyote na visemesha na naviamuru vimwachie katika jina la Yesu. Ninaamuru kila uharibifu ambao ulikuwa juu yake, uliokuwa umewekwa na Shetani, kila dhambi iliyokuwa juu yake ianguke katika jina la Yesu aliye hai. Malanga kuzimu haruhusi kufanya kazi tena juu yako katika jina la Yesu. Kila nyakati za giza zilizokuwa juu yako zimeahirishwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natamka uzima, natamka neema, natamka amani, natamka kufanikiwa, natamka ushindi juu ya maisha yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Utaona mema yakikufuata kuanzia leo katika jina la Yesu. Utaona matumaini, utaona uzima juu yako kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umeamua kufanya maamuzi haya, chukua namba yangu ni 0778392548. 0778392548 kwa njia ya WhatsApp. Majina yangu ni Pastor Julius Elisha. Mungu akubariki sana. Amen.